Na machifu watano waliotoweka ama waliotekwa nyara katika kaunti ya Mandera na watu wanaoshukiwa kuwa wanamgambo wa Al-Shabaab walipokuwa wakisafiri kuelekea mji wa Elwak mwezi Februari mwaka huu wameachiliwa. Waziri wa usalama wa taifa Kipchumba Murkomen alianza ziara yake ya kikazi ya siku 6 katika eneo la Pwani. Anasema machifu hao sasa wako mikononi mwa maafisa wa Kenya na shughuli ya kuunganisha na familia zao inaendelea. Machifu hao watano waliokuwa wakisafiria gari moja kuelekea Elwak kwa ziara ya kikazi walitekwa nyara tarehe 3 mwezi Februari mwaka huu katika kijiji cha Iresuki. Walikuwa wakienda kukutana na kutayarisha ziara ya Rais William Ruto katika eneo hilo iliyokuwa imepangiwa kufanyika wiki hiyo. Kundi la maafisa wa vitengo mbalimbali kilibuniwa ili kuwaokoa machifu hao. Takriban miezi miwili baadaye, Waziri wa usalama wa kitaifa Kipchumba Murkomen amesema machifu hao wameachiliwa huru na sasa wako kwenye mikono salama ya maafisa wa Kenya na wataungana na familia zao hivi karibuni. We will be commenting further in the near future once our chiefs are within the country, and we'll give you even more updates on the progress and what we are doing. Machifu hao wameachiliwa huru baada ya kuzuiliwa kwa siku 60 nchini Somalia. Machifu hao ni pamoja na Mohamed Adawa, Mohamed Hassan na naibu wa chifu Ibrahim Gabou. Wengine ni Abdi Hassan Surau na Mohamed Nur Hache. Waziri amesema mafanikio hayo yametokana na juhudi za pamoja kati ya maafisa wa serikali ya kitaifa na serikali ya kaunti ya Mandera kwa usaidizi wa jamii ya eneo hilo. This is very good news based on collaborative efforts, as I announced before, that as a government we decided to work together with the community and to work with the county government of Mandera and the local community, and this process has borne fruit. Amewapongeza maafisa hao kwa kujitolea kulinda taifa hili. The men and women who have gone out there working in the field, especially along our borders, are doing a fantastic job to protect the rest of us. We don't speak about this every day, but it just needs to be known by all Kenyans that we are safe because our police officers, our NPR, our chiefs, our assistant chiefs, and many citizens in the community who are cooperating with the security sector are helping us to keep our country safe. Tilio Marco, Darubini.